Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Sehemu iliyopita nilikuchambulia kwa kina zaidi Jeffrey Epstein, namna ambavyo jina lake limekuja kuwa maarufu, lakini pia limeitikisa dunia. Kumbuka ya kwamba alipoteza maisha mwaka 2019 na inasadikika ya kwamba alijinyonga akiwa gerezani ambako alikuwa anashikiliwa, moja kati ya magereza yenye ulinzi mkali sana huko New York, Marekani. Lakini alijinyonga na kifo chake bado kinaibua utata mkubwa mno. Wengine wakidai ya kwamba hakupoteza maisha, alitoroshwa pale gerezani, lakini kutokana na uchunguzi wa kitabibu au wa kidaktari walithibitisha ya kwamba Epstein alijinyonga, hivyo alipoteza maisha mwaka 2019 tarehe 10 ya mwezi wa 8 mwaka 2019 akiwa gerezani. Lakini ukipita kwa sasa, nadharia ya njama kwamba Epstein huenda bado yuko hai inaonekana kusambaa kwa kasi mno kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini pia kuna baadhi ya picha ambazo kwa sasa zinasambaa mitandaoni, na moja kati ya picha ni picha hii ambayo unaiona hapa. Hii ni picha ambayo imesambaa sana mitandaoni, watu wakiitumia kama picha ambayo imepigwa siku za hivi karibuni, picha ambayo wanadai ya kwamba imepigwa huko Tel Aviv, Israel. Picha ambayo wanasema kwamba huyo mtu katika picha ni Jeffrey Epstein, lakini bado kuna utata mkubwa mno. Picha hii huku wengine wakikanusha kwa kutumia vyanzo mbalimbali vya mitandao ya kijamii, hasa artificial intelligence kuprove kama hiyo picha ina uhalisia. Lakini pia Andrew Tate ametweet kupitia mtandao wake wa X, zamani Twitter, ya kwamba ana uhakika ya kwamba Epstein yupo hai, lakini pia taarifa ambazo anazo yeye amethibitisha kabisa, yani ameconfirm ya kwamba Epstein yuko hai. Kwa hiyo tutapitia kwa kina zaidi nadharia hizi ambazo kwa sasa zinasambaa mitandaoni, lakini pia utata wa kifo chake. Ni kwa nini watu wanasema ya kwamba yupo hai, lakini pia picha hii ambayo imesambaa kwa kasi mno duniani kwamba ilipigwa akiwa huko Tel Aviv, Israel. Tutaipitia pia kwa kina zaidi, lakini pia chanzo kimoja ambacho kimeichunguza picha hii kwa kutumia mitandao mbalimbali ya artificial intelligence kuprove kwamba je, picha hiyo ni picha halisi au ni picha ya kutengeneza. Kumbuka sasa hivi kuna mnembo au akili bandia, watu wanatumia mitandao ya kijamii. Utaona picha mbalimbali ambazo zinatengeneza kwa akili bandia, yani artificial intelligence, zikitumika sana kipindi hiki. Lakini katika ile sehemu ya jana, sehemu ya kwanza ambayo nimekuchambulia kuhusu Epstein, utata juu ya kifo chake, na ukipita pia katika majarida makubwa duniani wameelezea utata kuhusu kifo cha Epstein na namna ambavyo aliipoteza pale gerezani. Ni kitendawili ambacho mpaka leo hii bado hakijapata majibu ya kueleweka tangu mwaka 2019, lakini pia baada ya mafaili zaidi ya milioni 3.5 kuachiliwa, utata huu umeshika kasi kubwa mno kufuatia mafaili ambayo yameachiliwa. Watu wanahoji, inawezekana vipi Epstein ajinyonge tena kwenye gereza lenye ulinzi mkali kama lile? Wapo ambao wanapinga. Hizi ndizo nadharia ambazo zinasambaa kwa kasi sana mitandaoni. Inasemekana kwamba yuko hai na kilichotokea pale gerezani ni michezo tu, yani walituchezea kama mchezo fulani. Inasemekana kwamba siku moja kabla ya kutangazwa rasmi kwa kifo chake, Epstein aliondolewa kwa siri pale gerezani, walimtorosha pale gerezani. Lakini baada ya hapo mwili wa mchongo ukaandaliwa ili kuimaliza kesi na kulinda maslahi ya vigogo ambao wamehusika kwenye mishe zake. Kumbuka moja kesi ambayo ilimfanya akakamatwa na kuhukumiwa ilikuwa ni kesi ya human trafficking, ambapo alikuwa anasafirisha binadamu, lakini pia kuwatumikisha mabinti wadogo kingono, ambapo alikuwa na sehemu yake hiyo ambayo amejijengea, na katika sehemu hiyo marafiki zake, watu mashuhuri, matajiri
walikuwa wanafika hapo kwa ajili ya kwenda kuenjoy, lakini katika eneo hilo shughuli nzima za kuwatumikisha mabinti wadogo hata wale wenye miaka 14 kingono zilikuwa zinafanyika katika eneo hilo. Ukipitia sehemu ya kwanza nimekuchambulia kwa kina zaidi Jeffrey Epstein ni nani na kwa nini kapata umaarufu mkubwa mno kwa sasa, ingawa alipoteza maisha mwaka 2019. Inasemekana baada ya hapo mwili wa mchongo ukaandaliwa. Lengo ni kulinda maslahi ya vigogo ambao walihusika kwenye mishe zake. Hayo sio maneno yangu, bali ni shuhuda rasmi ambaye alitoa ushahidi wake au ushuhuda wake kwa kile ambacho alikiona siku hiyo pale gerezani. Ni mmoja wa askari wa gereza la Metropolitan Correctional Center, kifupi linaitwa MCC, ambalo Jeffrey Epstein alifungwa. Hili bwana ni gereza ambalo lina ulinzi mkali sana. Ulinzi mkali kweli kweli, lakini inasemekana Epstein akajinyonga. Ilikuwa ni Agosti 10 mwaka 2019, ile jua linachomoza tu baada ya kutangazwa kwa kifo cha Epstein. Askari huyo aliandika chapisho la siri, yani anonymous, kwenye mtandao wa 4chan. Mtandao unaitwa 4chan, akielezea sinema lote kwa namna ambavyo Epstein alitolewa pale gerezani. Askari huyo alisema kwa macho yake alimshuhudia Epstein akitolewa kwenye selo yake siku ya Ijumaa jioni akiwa amepungwa pingu, kisha akawekwa kwenye wheelchair na kusukumwa chapu kwa upesi kupitia korido za gereza hilo. Cha ajabu, alishangaa kuliona gari dogo van ambalo limeingia ndani ya gereza bila kibali chochote na kwenda kupaki hadi mlangoni. Ile kufumba na kufumbua, hakumuona tena Epstein ndani ya gereza zaidi ya kusikia taarifa za kifo chake siku iliyofuata. Baada ya siku kadhaa kupita, anaitwa Geoffrey Berman. Huyu ni mwendesha mashtaka wa Marekani kutoka wilaya ya kusini ya New York. Alipungua uchunguzi wa grand jury na kutoa wito wa kisheria sabu poena kwenda kwa mtandao wa 4chan, Apple, AT&T pamoja na mtandao wa Citibank. Lengo ni kutaka kuchunguza ni nani aliyeandika au kuvujisha siri ya kwamba Epstein alitoroshwa siku moja kabla ya kifo chake kutangazwa. Lengo lilikuwa ni kupata taarifa za kidijitali pamoja na kifedha ambazo zitasaidia kubaini utambulisho wa yule mtu aliyetoa chapisho hilo la siri. Baada ya uchunguzi kufanyika, mtu huyo anonymous ambaye alikuwa hatambuliki ni nani, akatambulika rasmi kwa jina la Roberto Grijalva. Ni yule askari wa pale gerezani ambaye alivujisha movie lote namna ambavyo Epstein alivyotoroshwa pale gerezani. Na sasa hivi kama nilivyokuambia, nadharia ya njama kwamba Epstein huenda bado yuko hai inaonekana kusambaa kwa kasi sana duniani, kwamba jamaa yupo huko Israel anazidi kula bata. Moja kati ya watu ambao wamethibitisha taarifa hizo kwamba Epstein yupo hai na ana uhakika na taarifa zake ni Andrew Tate, ambapo kupitia akaunti yake ya X, zamani Twitter, alikuwa kiwajibu jarida la Pirate Nation ambao wao pia waliandika habari za kuwa na wasiwasi kwamba Epstein yuko hai au alipoteza maisha. Andrew Tate akawajibu na kusema, "It is not maybe, it has been confirmed to me." Sio kwamba yuko hai, kwangu mimi imethibitishwa kwamba Epstein yuko hai. Chapisho hili la Andrew Tate limezua gumzo. Kumbuka Andrew Tate ni mmoja kati ya watu wenye ushawishi mkubwa mno kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia alishawahi kuwa ni moja kati ya mtu maarufu mno kwenye mitandao ya kijamii ambaye anatafutwa mno duniani. Yaani ukipita katika mitandao ya kijamii, moja kati ya watu ambao wana ushawishi lakini pia anatafutwa zaidi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, alishika namba moja. Lakini pia ni miongoni mwa watu ambao walishawahi pia kukamatwa na kupewa kesi ya human trafficking, yani kusafirisha binadamu, lakini pia kuwatumikisha wanawake kingono, yeye pamoja na kaka yake. Kwa hiyo watu wanajaribu kukompea, ukiangalia kesi ambazo Andrew Tate amekumbana nazo, lakini pia kesi ambazo Epstein anahusishwa nazo, ni kama watu wale wale. Kwa nini Andrew Tate anasema kwamba it is not maybe,
it is been confirmed to me kwamba hajapoteza maisha, yupo hai. Lakini pia Andrew Tate hajaishia hapo. Andrew Tate hajaishia hapo. Akachapisha tena posti nyingine kama unavyoona hapa. Akaandika kwamba if this man was a Muslim, the whole world would be condemning Islam right now because he is Jewish. Everyone is a silent bunch of hypocrites. Akimaanisha kwamba ingekuwa huyu mtu ni Muislamu, dunia nzima ingekuwa inalaani Uislamu sasa hivi. Kwa sababu yeye ni Myahudi, kila mtu amenyamaza. Kundi la wanafiki, ukitafsiri kwa Kiswahili ameandika hivyo. Katika posti hii ya Andrew Tate inamuonyesha Epstein, mfanyabiashara wa Marekani aliyekuwa akikabiliwa na tuhuma nzito za jinai kabla ya kifo chake. Ujumbe huu wa Andrew Tate unatoa hoja kuhusu jinsi jamii na vyombo vya habari vinavyochukulia makosa ya watu kulingana na dini zao. Kwamba angekuwa ni mtu wa dini ya Kiislamu, tungeona namna ambavyo jambo hili lingekuwa kubwa mno. Lakini kwa kuwa ni Myahudi, jambo hili limefumbiwa macho, akiita watu ni wanafiki sana. Sasa kwa kina zaidi tutaangalia hapa Andrew Tate anamaanisha nini. Kuna mtandao unaitwa Matrix. Kumbuka Andrew Tate wakati amekamatwa na yupo gerezani, alizungumzia mambo mengi sana ambayo amekutana nayo gerezani, lakini pia hata baada ya kutoka alizungumzia kuhusu njama za watu kutaka kumpoteza maisha, huku akiutaja mtandao ambao unaitwa Matrix, akiutaja pia mtandao huo kama mtandao ambao umetumika kumpoteza Epstein. Sio kumpoteza kwa kumuua, lakini kufanikisha swala zima la kumtorosha kutoka gerezani. Kwa upande wake anasema kwamba yupo hai, hajapoteza maisha. Na mwisho kabisa tutaangalia picha hii ambayo imesambaa kwa kasi mno mitandaoni, ikimwonyesha mzee huyu akiwa kavalia miwani, lakini pia nywele pamoja na ndevu za kutosha, kwamba ni Epstein, na picha hiyo ikisadikika ya kwamba imepigwa huko Tel Aviv, Israel. Kwa yule ambaye anatamani kufahamu kwa kina zaidi kuhusu Jeffrey Epstein, nimechambua kwa kina zaidi video ya dakika 35. Humu ndani utafahamu kila kitu, lakini pia hata Tanzania imetajwa katika mafaili yake ambayo yameachiliwa siku za hivi karibuni. Kwa hiyo kwa kina zaidi utafahamu kila kitu kuhusu Jeffrey Epstein. Lakini kwa sasa tupo na utata juu ya kifo chake. Je, yupo hai au amepoteza maisha? Nikupitisha kidogo kwa wale ambao wamfahamu Andrew Tate ni nani. Andrew Tate ni nani na kwa nini anasema kwamba Jeffrey Epstein yupo hai, hajapoteza maisha? Andrew Tate ni mtu mwenye utata mwingi, lakini pia anajulikana kwa mambo mbalimbali. Kwanza, kuanzia kwenye michezo hadi mitandao ya kijamii, nimekuambia alishawahi kuwa most searched man on social media. Hapa kuna muhtasari ambao nitakupitisha kwa kina zaidi ufahamu yeye ni nani. Kwanza, ni bondia wa zamani. Kabla ya kuwa mtu maarufu mtandaoni, alikuwa ni bondia wa kulipwa wa kickboxing na alishinda mataji kadhaa ya dunia. Lakini pia alishawahi kushiriki katika reality TV ambapo alipata umaarufu mkubwa mno nchini Uingereza mnamo mwaka 2016, ambapo alishiriki katika kipindi cha Big Brother, lakini hakudumu kwa muda mrefu, ambapo aliondolewa baada tu ya video yake chapu kusambaa kutoka kwenye reality show hiyo ya Big Brother. Lakini umaarufu wake mtandaoni unatokana na kitu gani? Kwanza ni kutokana na mtindo wa maisha, kitu ambacho kimepelekea Andrew Tate akajizolea umaarufu mkubwa sana. Lakini pia ni kutokana na ukosoaji wake ambao anaufanya kupitia mitandao ya kijamii. Mtindo wa maisha, kwanza anaonyesha utajiri mkubwa, magari ya kifahari kama vile Bugatti ambayo anayamiliki, pamoja na maisha ya anasa ambayo anayaishi, mafundisho ya masculinity. Anajishughulisha na kutoa ushauri kwa wanaume kuhusu namna ya kupata pesa, kuwa na nguvu pamoja na mahusiano. Lakini pia Hustlers University ambapo alianzisha jukwaa la mtandaoni ambapo watu walikuwa wanalipia ili kufundishwa
mbinu za kutengeneza pesa kama vile crypto, e-commerce, forex na vitu vingine. Kwa hiyo amejizolea umaarufu mkubwa mno, hasa vijana wamekuwa wakimfuatilia sana Andrew Tate. Lakini matatizo ambayo ameyapata na kuyapitia pia katika maisha yake. Tate amekuwa ni mtu wa kuzua mijadala mingi sana na mikali, kwa sababu kwanza ni maoni yake ambayo amekuwa akiyatoa kuhusu wanawake. Amekuwa akikosolewa sana kwa kutoa kauli zinazoonekana kudhalilisha wanawake, jambo ambalo limepelekea kufungiwa kwenye mitandao mingi ya kijamii kama vile Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa nyakati tofauti. Alikuwa banned on using social media. Hiyo mitandao ambayo nimekutajia hapo, ukipita uwezo ukakutana na account official ya Andrew Tate. Alizuiliwa kutumia mitandao hiyo ya kijamii kutokana na maoni yake kuhusu wanawake, ambapo amekuwa akitoa maoni mengi ambayo au kauli ambazo zinaonekana zinadhalilisha wanawake. Kesi za jinai. Mwishoni mwa mwaka 2022, Andrew Tate na kaka yake Tristan Tate walikamatwa nchini Romania wakiwa wanakabiliwa na tuhuma nzito zikiwemo biashara haramu ya binadamu, yani human trafficking, pamoja na ubakaji, ambapo kwa baadaye wakaja kutoka. Lakini ukiangalia hapa kiufupi zaidi ni kwamba watu ambao wanamfuatilia sana Andrew Tate wanamuona kama alpha male ambaye anawafundisha wanaume kujiamini na kutafuta mafanikio, lakini wakosoaji wake wanamuona kama mtu hatari ambaye anaeneza chuki na anayehusika na uhalifu. Ni watu ambao wanakwenda against na kumchukia Andrew Tate. Lakini Andrew Tate na Epstein wana uhusiano gani? Wana tofauti gani pia? Kuna tofauti mkubwa sana kati ya Andrew Tate na Epstein, ingawa majina yao mara nyingi yanatajwa kwa pamoja kwenye mijadala ya mtandaoni kuhusu uhalifu pamoja na unyanyasaji. Jeffrey Epstein, kama nilivyokuhabarisha tangu katika chapisho lile la kwanza jana, alikuwa ni mfanyabiashara wa Marekani aliyekuwa na ushawishi mkubwa kwa watu maarufu na wanasiasa. Alihukumiwa kwa makosa ya ngono na alishtakiwa kwa kuendesha mtandao mkubwa wa biashara haramu ya binadamu, yani sex trafficking, ambapo ilihusisha wasichana wadogo. Hata wale ambao wako chini ya miaka 14 alikuwa anawatumia katika biashara zake za kingono. Alifariki akiwa gerezani mwaka 2019 kabla ya kesi yake kukamilika, jambo ambalo limeibua nadharia nyingi za njama. Lakini hakuna ushahidi wa moja kwa moja kwamba Andrew Tate na Epstein walifanya kazi pamoja au walikutana, kwani Epstein alikufa kabla ya Andrew Tate kuwa mtu maarufu duniani kote. Hata hivyo, watu wanawahusisha kwa pamoja kwa sababu wote wamekuwa wakikutwa na tuhuma ambazo zinafanana. Kwanza, wote wawili wamekumbwa na tuhuma za biashara haramu ya binadamu, yani biashara ya kusafirisha binadamu, lakini pia unyanyasaji wa wanawake kwa malengo ya kingono. Wote wamekutwa na kesi moja. Kama nilivyokuambia kwamba Jeffrey Epstein alifariki dunia, ambapo alikutwa amekufa katika selo yake ya gereza huko New York, Marekani mnamo Agosti 10 mwaka 2019. Lakini kifo chake bado kina utata mkubwa. Kwanza ni chanzo cha kifo. Ripoti rasmi, ambapo ripoti rasmi ya daktari mkuu wa uchunguzi wa vifo, medical examiner, ilieleza kuwa Epstein alijiua kwa kujitundika, yani alijinyonga akiwa anasubiri hukumu ya kesi yake ya biashara haramu ya binadamu na unyanyasaji wa kingono. Alijinyonga. Lakini pia utata na mashaka unaibuka zaidi kwamba kifo chake kimezua mijadala mingi. Inawezekanaje mtu akajinyonga kwenye gereza lenye ulinzi mkali kama hilo? Unatajwa uzembe wa walinzi, lakini pia kamera kuharibika na watu wenye nguvu, kwa sababu Epstein alikuwa na uhusiano na wa karibu sana na watu wenye ushawishi mkubwa kama wanasiasa pamoja na matajiri wengi, ambapo wanaamini kwamba aliamriwa kuuawa ili asitoe siri za watu hao mahakamani au kuwaumbua watu hao matajiri
mahakamani. Kwa hiyo inasadikika ya kwamba huenda aliuawa kwa sababu hiyo. Walinzi wa gereza lakini pia walishindwa kumkagulia gereza hilo kila baada ya nusu saa kama taratibu ambavyo zinaelekeza, na baadhi walidaiwa kulala wakati huo tukio wakati linatokea, lakini pia kamera kuharibika. Baadhi ya kamera za usalama karibu na selo yake zilidaiwa kuto kufanya kazi vizuri usiku wa tukio hilo. Sasa hivi kinachosambaa na nadharia ambazo zimeibuka ni kwamba Andrew Tate ni kwamba Epstein yuko hai. Andrew Tate ameandika kwenye Twitter kwamba Epstein hakuuawa. Anamaanisha nini? Hiyo ni mada inayochochewa sana na kile ambacho Andrew Tate anachokiita The Matrix. The Matrix. Ni kweli kwamba Andrew Tate amekuwa akizungumza sana kuhusu Jeffrey Epstein kwenye mtandao wa X zamani Twitter, lakini ni muhimu kufahamu zaidi kile ambacho yeye anakisimamia zaidi, lakini pia ukweli wa sheria umezungumzia kitu gani. Uchunguzi ambao umefanywa na watu madaktari wamekiri ya kwamba ule mwili ulikuwa ni wa Epstein na alipoteza maisha. Tate amekuwa akitumia mfano wa Epstein mara kwa mara kujiimarisha yeye mwenyewe. Hoja zake kuu mara nyingi sana amekuwa akizungumzia nadharia ya The Matrix. Tate anadai kwamba huu ni mfumo wa siri wenye nguvu duniani unaitwa The Matrix, unaowafanyia mambo yale yale watu wote wanaosema ukweli. Kufananisha vifo. Amewahi kudokeza kuwa kama akifa akiwa gerezani au chini ya ulinzi, basi watu wasiamini kuwa amejiua kama ilivyosemwa kwa Epstein, bali wajue kwamba ameuawa na huo mfumo wa The Matrix. Kwa hiyo amekuwa akizungumzia mara kwa mara kwamba hata Epstein kifo chake sio cha kawaida, ni huo mtandao wa The Matrix umehusika. Lakini pia alisema kwamba kitokea mimi pia nimekufa nikiwa gerezani au chini ya ulinzi, basi watu wasiamini kwamba mimi nimejiua kama jinsi ambavyo umesema kwa Epstein, bali wajue kwamba nimeuawa na huo mfumo wa The Matrix. Tate kama watu wengine wengi kwenye mitandao amewahi kuandika posti nyingi mno. Andrew Tate amewahi kuziandika kupitia mitandao ya kijamii. Amewahi kuandika posti zinazodokeza kuwa Epstein hakuuawa bali aliondolewa au anafichwa ili asitoe siri za matajiri wengine. Andrew Tate anaamini hivyo. Je, kuna ushahidi kwamba Epstein yupo hai? Hiki ndicho ambacho kwa sasa kinazungumziwa zaidi. Hadi sasa hakuna ushahidi wowote wa kisheria au wa picha unaoonyesha kwamba Epstein yupo hai, lakini kuna hii picha ambayo inasambaa kwamba picha hii imepigwa huko Tel Aviv. Tutaichambua mwishoni hapa, ambapo watu wamekanusha kwamba hiyo picha ni picha ya kutengenezwa na akili bandia. Ripoti za serikali ya Marekani, uchunguzi wa daktari wa maiti na hata nyaraka za hivi karibuni ambazo zimetolewa mapema mwaka 2026 ambazo kwa sasa zinazidi kuendelea kuthibitisha kuwa alikufa mwaka 2019, lakini pia mwili wake ulitolewa gerezani na kuzikwa, na picha za mwili wake ulikuwa kwenye machela zilisambaa sana wakati huo, wakati anakwenda kuzikwa, kipindi hicho ambapo ameuawa. Kwa nini Andrew Tate anaandika hivyo? Kwa kile ambacho mimi naweza nikakihisi ni kwamba Andrew Tate kwa sasa anatumia mada ya Epstein kuvutia wafuasi wake na kuonyesha kuwa yeye pia ni mlengwa au anawindwa au kutafutwa, yaani ni mtu ambaye yupo kwenye targeti na hicho kikundi au mtandao ambao yeye anauita The Matrix. Na amekuwa akifanya hivyo kwa kuunganisha jina lake na Epstein. Anajaribu kuonyesha kwamba kesi yake ya biashara haramu ya binadamu nchini Romania ni njama tu ambazo zilikuwa zimepangwa kwa lengo la kumnyamazisha, kama ambavyo anadai imemkuta Epstein. Kile ambacho tunakifahamu mpaka sasa kisheria ni kwamba Epstein amekufa. Andrew Tate anatumia utata wa kifo hicho
kama mbinu ya kisiasa na kijamii ili kujijenga na kujijengea taswira ya mtu anayepigania ukweli dhidi ya mfumo dhalimu ambao upo kwa sasa duniani. Nitakupitisha moja kwa moja kwenye picha. Ukitaka pia kufahamu watu maarufu ambao wametajwa kwenye mafaili hayo ya Epstein, pitia kwenye chapisho ambalo nimekusogezea hapo jana. Utajishuhudia vitu vingi sana katika hii issue ambayo kwa sasa imekuwa ni gumzo kubwa mno duniani. Katika picha hii ambayo imesambaa kwa kasi mno mitandaoni, watu wakisema kwamba huyu ni Epstein, kwamba alionekana akiwa Tel Aviv. Nimepitia hapa moja kati ya majarida makubwa mno duniani ambapo wao wameweza kuchambua dai. Picha iliyosambaa mtandaoni inamuonyesha Jeffrey Epstein akiwa hai na akitembea barabarani huko Tel Aviv. Ukweli ni kwamba hakuna ripoti za kuaminika za Epstein kuwa hai, na picha hiyo inayosambaa sana inatokana na akili bandia. Huku kukiwa na mjadala na uvumi mwingi mitandaoni kuhusu taarifa zilizosambaa na zimetolewa katika faili za Epstein. Picha iliyosambaa sana sasa inasambazwa pamoja na madai kwamba mfadhili aliyefedheheshwa Epstein bado yuko hai. Machapisho ya mitandao kijamii yanadai picha hiyo inamuonyesha akitembea barabarani huko Tel Aviv, Israel. Kwa kutumia picha hii, wao wamethibitisha kwamba hii picha ni picha ambayo imetengenezwa kwa akili bandia. Kama unavyoona, hii ni picha ambayo wameitoa wao. Wakaandika hapa kwamba baada ya kuupload hii picha kwenye Haibu Moderation na kuupload, result kilichokuja kutokea ni kwamba the input is likely to contain AI generated or deepfake content. Asilimia 99.7 imeeleza kwamba picha hiyo imetengenezwa kwa AI, yani artificial intelligence au akili bandia. Lakini pia kuna alama ya maji ambayo imeonekana katika picha hii. Hapa wanasema kwamba alama ya maji ya Gemini AI inaonekana kwenye kona ya chini kulia ya picha inayosambaa. Google Gemini yenyewe ilithibitisha kwamba picha hiyo huenda iliundwa kwa kutumia zana za Google AI. Kulingana na ripoti, Epstein alikufa kwa kujiua na mnamo Agosti 2019 alipatikana akining'inia katika kituo cha magereza cha Metropolitan ambako alikuwa anashikiliwa. Kwa hiyo picha hii ambayo imesambaa mtandaoni ambayo inadai kumuonyesha Epstein akiwa hai huko Tel Aviv imetengenezwa na akili bandia. Hakuna ushahidi wa kuaminika ambao unaunga mkono moja kwa moja kwamba Epstein yuko hai, lakini pia picha hii kwamba ni kweli ilipigwa huko Tel Aviv. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa kwa kina zaidi. Andrew Tate anatuambia kwamba Epstein yuko hai, hajapoteza maisha, na hii ni kutokana na taarifa ambazo kwake zimethibitishwa kabisa. Mengi zaidi, kila kinachotokea, najua hii imekuwa ni habari kubwa mno duniani kwa sasa. Nitakuhabarisha hapa, hatutaacha hata kitu kimoja. Tutahakikisha kwamba kila kitu nakifahamu na tunafahamu nini ambacho kinaendelea kwa sasa duniani, lakini pia impact ya mafaili yake hayo ambayo yameachiliwa duniani yana impact gani duniani. Video ya jana pia tumechambua, lakini kwa kina zaidi nitazidi kukuchambulia hapa. Kubwa tuchie maoni yako na endelea pia kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali.